Kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni Mtatiro Kitinku amesema bado uchunguzi unaendelea kuhusu madai ya upotevu wa mali za Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima katika kipindi ambacho lilikuwa limefungiwa na kuwekwa chini ya uangalizi wa polisi. Kamanda huyo amebainisha hayo Disemba 18, 2025 alipofanya mazungumzo na Mwananchi, ambapo amesema bado uchunguzi unaendelea. Kwa mujibu wa taarifa iliyoandikwa na Mwananchi, mchungaji kiongozi ambaye ni mkuu wa utawala wa fedha wa makanisa ya Ufufuo na Uzima, Askofu Baraka Tege, amesema tayari wamewasilisha tathmini ya uharibifu na upotevu wa mali kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ubungo. Amebainisha kuwa kwa sasa wanasubiri msimamo wa serikali kuhusu swala hilo la upotevu wa mali chini ya polisi kabla ya hatua nyingine. Ikumbukwe, Juni 2, 2025 makanisa ya Ufufuo na Uzima nchi nzima yalifungiwa kufanyika shughuli zake. Ikumbukwe, Juni 2, 2025 makanisa ya Ufufuo na Uzima nchini yalifungiwa kufanya shughuli zake, ambapo Oktoba 24 Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba alitoa tangazo la kuruhusu makanisa hayo kuendelea na shughuli zake. Aidha, Novemba 25, 2025 mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando, baada ya kufika katika kanisa la Ufufuo na Uzima wilayani humo, aliueleza uongozi wa kanisa hilo kufanya tathmini nzima ya mali zilizopotea na kuharibika kisha kufikishwa ofisini kwake mara moja. Sasa ndio hivyo, uchunguzi wa upotevu mali Kanisa la Ufufuo na Uzima bado unaendelea. Nini maoni yako? Hii ni Vyoti Media, tumechangamka.